Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Yes, bwana, kuelekea katika msimu mpya wa mashindano wa ligi ya mabingwa barani Afrika kwa mwaka 2026 2027 kupitia CAF, basi kwa upande mwingine mambo tayari yameanza kunoga, ambapo tunashuhudia tayari baadhi ya kanuni zimeanza kutolewa. Kuna baadhi ya mabadiliko ambayo yameweza kufanyika. Cha kwanza, mabadiliko ambayo yameweza kubadilika kuelekea katika msimu wa mwaka 2026-2027, kuna uwezekano timu zikaongezeka, kwa sababu tunashuhudia CAF wanataka kufuata mfumo wa soka kwa sasa duniani ambao unaendesha mashindano mbalimbali, ambapo tunashuhudia hata kwenye UEFA Champions League kuna baadhi ya nchi zinatoa timu nyingi, kuna baadhi ya nchi zinatoa timu chache, lakini kiujumla ni kwamba timu zimeongezeka katika UEFA Champions League. Bila kusahau tumeshuhudia kwenye kombe la dunia kwa hiki ambacho kinaendelea, ni timu ambazo zimetoka ni nyingi. Tumeshuhudia imeanzia raundi ya 32 bora. Kwa hiyo hata kupitia shirikisho linalosimamia mpira wa miguu barani Afrika CAF, nao pia kwa sasa kuna baadhi ya mabadiliko ambayo wanakwenda kuyafanya kuelekea katika michuano mpya ya CAF, na si timu si nchi kutoa timu mbili kama ilivyozoeleka katika ligi ya mabingwa na timu mbili kwenye kombe la shirikisho, na kuna baadhi ya timu zinatoa timu moja shirikisho, timu moja klabu bingwa. Kwa hiyo tunaona kwa upande mwingine, kwa mujibu wa taarifa ambayo imeweza kutolewa na CAF, inasemaje? Inasema hivi: shirikisho la soka CAF linaendelea kujadili pendekezo la kuongeza idadi ya vilabu vitakavyoshiriki ligi ya mabingwa Afrika CAF Champions League na kombe la shirikisho Afrika CAF Confederation Cup kutoka kwa mataifa yenye viwango bora barani Afrika. Iwapo pendekezo hilo litapitishwa, baadhi ya nchi zinaweza kuwakilishwa na klabu 3 katika ligi ya mabingwa Afrika na klabu 3 katika kombe la shirikisho, baada ya klabu 2 kama ilivyo sasa. Kwa sasa kafu inaendelea kutafuta njia bora ya kutekeleza mabadiliko hayo. Endapo itawezekana, mfumo mpya unaweza kuanza kutumika kuanzia msimu wa mwaka 2026-2027. Ikiwa kutakuwa na changamoto za ratiba na maandalizi, utekelezaji utaahirishwa hadi msimu wa mwaka 2026-2027. Mabadiliko hayo yanaweza pia kuathiri idadi ya timu zitakazoshiriki hatua za awali ya mashindano pamoja na ratiba ya usajili wa wachezaji. Aidha, kuna uwezekano wa kuongezwa hatua nyingine ya awali, preliminary round, ikiwa idadi ya klabu inayoshiriki itazidi 64 katika kila mashindano. Mpaka sasa CAF bado haijatoa uamuzi wa mwisho, lakini majadiliano kuhusu pande zote ya pendekezo hilo linaendelea. Kwa hiyo tunaona hii ni taarifa kuhusiana na kwamba CAF wanasema kwamba kuna uwezekano nchi zile zenye vigezo, tukiangalia Tanzania sisi ni ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika. Kwa hiyo kuna uwezo wa kupeleka timu 6, 3 katika ligi ya mabingwa, 3 katika kombe la shirikisho. Lakini bila kusahau wameweza kuongeza bonus katika mshindi wa ligi ya mabingwa barani Afrika kutoka ile zawadi ya kwanza ambayo watu walikuwa wakipokea. Taarifa hii inasemaje? Nayo inasema hivi: kuelekea msimu wa mwaka 2026-2027 wa ligi ya mabingwa Afrika, baada ya shirikisho la soka Afrika CAF kutangaza kalenda ya mashindano pamoja na zawadi ya fedha kwa bingwa. Kwa mujibu wa CAF, timu itakayotoa ubingwa wa ligi ya mabingwa Afrika itajinyakulia kitita cha dola milioni 6 sawa na takriban shilingi bilioni 15.7 za Kitanzania. Ratiba iliyotolewa inaonyeshwa kuwa mechi za hatua ya awali zitachezwa kati ya Septemba 6 mpaka 4, huku marudiano yakipigwa Septemba 11 mpaka 13. Raundi ya pili itaanza Oktoba 16 mpaka 18 kabla ya mechi za marudiano kufanyika wiki inayofuatia. Simba na Yanga itakuwa miongoni mwa vilabu zitakazopeperusha bendera ya Tanzania katika ligi ya mabingwa Afrika, ikiwa na lengo la kufanya vizuri kupigania taji pamoja na zawadi hiyo kubwa ya fedha. Kwa hiyo tunaona kwa sasa mshindi wa ligi ya mabingwa anatarajia kuchukua takriban bilioni 15.7. Kwa hiyo ni fedha nyingi hizi ambazo kama
Simba au Yanga mmojawapo, kama ratiba itobadilika katika hii michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kama tulivyokujuza hapo awali, basi mmoja akibeba ubingwa atakwenda kunyakua fedha hizo. Kwa hiyo CAF wanajaribu kuiboresha ligi yetu iweze kuwa na thamani kubwa na kuweza kutambulika ulimwenguni.